Ndugu yangu, mimi muda wote natafuta ndoo, kumbe ndoo una wewe huku. Alafu unajua sasa hivi ni saa 8 usiku, unakawiaje chuoni ndugu yangu? Ndugu yangu, ni mimi nilikuwa nayo ndoo kweli, lakini kiukweli tumbo lilikuwa limenivuruga muda mwingi tu. Nilikosa hadi usingizi. Ndio hapa ni mimi nimemaliza haja zangu. Ndio hapa hii. Assalamu alaikum. Vipi, uko sawa kweli? Niko sawa. Nini shida? Naanza tunaomba hapo nyumbani. Basi hivyo tu. Sina kingine. Mke wangu, hivi unafahamu kuwa mwezi wa Ramadhani umekaribia? Na sisi tunatakiwa tuwe swafi kabisa, kimwili mpaka kiroho. Sasa mwenzangu, unavyokuwa hivi, uone kama unanipa mashaka mama. Nahitaji tabasamu lile la mke wangu ninayemjua. Kwaheri mama. Ndugu yangu, mbona unaonekana kama hujalala? Niko sawa kabisa ndugu yangu. Niko sawa. Ni vitu tu haviko sawa kwenye kichwa changu. Yaani uko sawa kivipi? Labda unaweza ukanishirikisha nikajua. Ni mambo madogo madogo tu, nafikiri ungeachana nayo tu hayo. Yasikuumize kichwa. Niambie, mimi ni ndugu yako, napaswa kujua kila kitu kuhusu wewe. Achana nayo tu hayo. Hilo ni jambo gani kubwa ambako unashindwa kuniambia kaka? Achana nayo tu hayo. Lakini mimi nina swali nataka nikuulize. Ndugu yangu, hivi mtu akifanya dhambi kubwa kuna uwezekano wa kusamehewa? Hakuna dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sharti ni moja tu, ni kubadilika na kukubali umefanya kosa. Alafu isitoshe, huu ni mwezi Shabani, mwezi unaokuja ni mwezi wa Ramadhani. Inabidi tufunge ndugu yangu. Mimi nimejiandaa kwenye hilo. Ninafikiri nitafunga vizuri tu. Wala hata usijali ndugu yangu, tutajumuika pamoja kwenye huu mwezi. Ondoa shaka. Sio unasema unajiandaa ndugu yangu, mwezi unafika unasema unaumwa. Sidhani kama inaweza kawa hivyo. Hata hivyo sasa hivi ni muda wa kwenda masjidi. Tukaswali ndugu yangu. Mimi ungeenda tu shehe wangu, mimi sina udhu. Yaani hauko vizuri, uko kwenye siku zako shekhe. Swala kwa mwanaume alina hudhuru. Hebu twende tukaswali bwana. Sawa shehe wangu, ungetangulia tu. Mimi mpaka niende ndani kabadilishe nguo, nitakuchelewesha. Nitakukuta shehe wangu msikitini.
Sawa basi, nakusubiri. Sawa. Rajabu, mimi naomba sasa hivi hapa tuachane. Maana nataka nirudi nyumbani nikapate chochote kitu, maana hali ilikuwa sio tumboni mwangu kuna vuruga, ila nikasema nianze ibada kwanza kumwabudu Allah ndo nikapate chochote kitu. Basi naomba shehe wangu twende tukapate wote, maana shemeji yako kakiandaa kipo kingi sana. Kwa hilo shehe wangu sijali. Maana mimi kipindi naelekea msikitini nilimwacha mama Aziza anafanya mambo yake. Sasa unaonaje kwamba tukaanze kwangu alafu twende kwangu? Hapana, twende kwangu kwanza. Maana kwangu kuna mambo mazuri shehe wangu. Shehe. Lakini kuna kitu kimoja nilitaka kusahau. Shehe wangu, nadhani kwamba kuna mgeni anakaribia hivi karibu. Si unafahamu? Nafahamu shehe wangu. Ni mgeni gani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashaallah. Je, shehe wangu umejiandaje? Nashukuru Mungu mimi nimejiandaa vizuri, familia yangu pia nimejiandaa vizuri. Mashaallah. Mama Aziza amejiandaa vizuri. Mashaallah. Aziza pia wote tutakuwa kwenye mfungo. Basi mashaallah shehe. Nilikuwa nataka nikukumbushe kitu kimoja tu, kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani utakapokaribia au utakapofika, cha kwanza ni kuangalia familia yako kwanza, uihimize iweze kufanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa. Afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shehe wangu, wewe ndio kiongozi wa pale, yani kiongozi wa familia. Utakapoenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu unaulizwa wewe. Endapo mama Aziza kayumba, wewe ndio utaulizwa. Kwa nini kayumba? Maana wewe umemtoa kwa mzazi wake, amekukabidhi wewe ndio wa kumuendesha wewe, umcontrol, amjue Allah, afunge mwezi wa Ramadhani, ajue kutoa zaka, wewe ndio wa kumuendesha. Nimekuelewa sana. Nakutegemea Sheikh Rajab. Sitokuangusha. Inshallah. Sheikh, basi nakutegemea Sheikh. Usijali Sheikh wangu. Na imani kabisa kwamba nilichokwambia hiki utakifanyia kazi. Utakifanyia kazi Sheikh. Sheikh, na umwambie shemeji aweze kujistiri mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh, uache mambo yote, tumjali Allah peke yake, maana huu mwezi ni mwezi wa kujitakasa Sheikh wangu. Basi inshallah Sheikh. Karibu sana. Asante. Karibu sana Sheikh wangu. Asante sana. Kwani taarifa hauna? Ameolewa ndoa ya huyu. Tena yani ameolewa ndoa yenye cha ajabu sasa udugu. Haina chai wala maandazi wala ubwabwa. Mimi wamenikera. Yani wewe acha. Kidofu kilikuwepo. Tumeruka kidofu wetu tukajua labda baadaye tutakula. Shoga yangu tumetoka kama tulivyo. Ndoa ya uji hiyo, si unajua tena bado siku 2 tu hapo Ramadhani watu wataka kufunga. Ndo anajiandaa na kufunga. Ameenda kumpikia futari bwana. Ila udogo wangu mimi ndo kama ile hata sitaki. Yaani ndoa ya uji, kisa eti kesho kutwa watu wanafunga, mimi ndo niolewe leo. Ramadhani iko karibu. Na mimi nimeshasimama katika dhambi kubwa sana. Nitafanya nini mimi? Ndugu yangu, hivi mtu akifanya dhambi kubwa kuna uwezekano wa kusamehewa? Hakuna dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sharti ni moja tu, ni kubadilika na kukubali umefanya kosa. Alafu isitoshe, huu ni mwezi Shabani, mwezi unaokuja ni mwezi wa Ramadhani. Inabidi tufunge ndugu yangu.
Nitafunga vizuri tu, wala hata usijali ndugu yangu, tutajumuika pamoja kwenye huo mwezi. Ondoa shaka. Sio unasema unajiandaa ndugu yangu, mwezi unafika unasema unaumwa. Sidhani kama naweza kawa hivi. Hata hivyo sasa hivi ni muda wa kwenda masjidi. Tukaswali ndugu yangu. Mke wangu. Mke wangu. Shida ni nini mke wangu? Kwa sababu toka usiku wa kuamkia leo sikuelewi kabisa. Tumezungumza asubuhi hapo vizuri tu, unanichanganya. Unajua tatizo ni nini hasa ambalo linakufanya wewe unakuwa hivi ambavyo ulivyo? Tatizo ni nini mama? Labda pengine kuna mahali nilikukosea, au kuna jambo ambalo linaendelea mimi silijui. Lakini mimi si ni mwenzako. Shida ni nini? Kwa nini tusiambizane basi tukasaidiana kwenye hilo tatizo? Kipenzi, ni nini mnanificha hasa? Nini kinaendelea? Hebu naomba unisikilize hapa. Hivi unajua kuwa mwezi wa Ramadhani umekaribia? Sasa hatuwezi tukaingia tukiwa na mioyo imejikunja kwa namna hiyo. Tuzungumze mke wangu, sema kitu gani kinakusumbua. Kwa hiyo tunatakiwa tuingie kwenye Ramadhani tukiwa na mioyo safi. Sasa hicho ambacho kinakusumbua, kwa nini usiniambie mimi mumeo? Maanake mimi ndio mwenzi wako. Tuzungumze hili liishe, hata tunapoingia kwenye Ramadhani basi tuingie tukiwa na mioyo safi. Hebu tusemezane ili mama liishe. Shida ni nini mke wangu? Niambie. Nisikie kipenzi. Unaweza kuanzia hapo hapo unapotaka kuanzia. Kuwa na amani. Ndugu yangu. Ndugu yangu.
Vipi umelala mpaka sasa hivi sebeni? Ni saa 7 ya usiku. Ndugu yangu, mimi niko sawa, wala usijali kuhusu hilo. Mimi mwenyewe nimependa kulala hapa, wala hata usijali. Kuna kipindi nilikuwa nakiangalia hapo kwa ghafla tu nimejikuta nimevutiwa kulala hapa, wala hata usijali. Basi sawa, kwa mimi nikapumzike. Sawa, sawa. Unasema umekosea. Ni kosa gani? Na ni kosa lipi linalokunyima raha kiasi hicho? Kuna jambo lilitokea, jambo ambalo sikutakiwa hata kulifanya, ila mume wangu shetani tu alinipitia. Unaweza ukaniambia ni kosa gani hilo? Make nina shauku ya kulijua. Nimetenda dhambi kubwa sana. Moyo mjinga ulienda wapi? Ukanifanya nicheze moto. Nilimcheka nafsi yangu.